Viewers, welcome back. We are back, and I thank God today we have a very good topic. We are discussing about seeking the Lord, or the power behind seeking the Lord. And in our studio today, in our Look Up TV today, we have men of God. We have Reverend Muturi. God bless you for being together with us. We have Reverend Njoroge here. God bless you for being together. These are men that God has entrusted with not only one church but different churches. These are the men that have worked with God. So they carry wealth to tell us what is this seeking the Lord. And I thank God. Our key verse today was in the book of Jeremiah 29, from verse 11 to verse 13. And our key verse, especially verse 13, says, "And you shall seek me and find me when you search me with all your heart." Meaning that now you have to seek God with all our heart. And thank God to Reverend Muturi who exposed this verse, especially the chapter 29, and tell us what was God meaning when he was speaking to the children of Israel. Now, Reverend, before even we go, you can tell us, Reverend Njoroge has told us how he started the church and how the man that he went with, he withdrew, alijitoa, akamwacha peke yake, na alitafuta Mungu. Yes. Alitafuta Mungu mpaka akapata njia. I don't know, what about you? Well, I got my calling back in September 12th, the year 2002. Wow, Yes, when I was preaching in a youth meeting somewhere in Gashie. Yeah, and the Lord spoke to me. That time I was serving under my bishop, who is no longer with us, but he has moved to open ministry in a different location. Yeah, so the Lord spoke to me from the book of Isaiah 58 verses 12, and he said that I should the mandate that he gave me was to raise the standard for believers. So as a young minister, I began to grow with that word, slowly by slowly, and then I became an evangelist in our church. That time I was still serving there, and then after that I became the pastor after our bishop left us and moved to another location, and I began to pastor the church. So I've been pastoring that church ever since. Since the year 2005 until today. Wow. And I've seen the hand of God. Wow. Yes, sir. Wow. God bless you. So viewers, these are men of God that God entrusted with the burden for the body of Christ. And we thank God. May God bless you for being faithful. For being faithful. The Bible says in the book of Joshua 24, I think verse 14 says that serve the Lord with all sincerity and faithfulness. That's what I will tell you. Now, we are talking about the power behind seeking the name of Jesus. And you have talked about what is seeking the Lord. Seeking the face of God, looking for the presence of God. We have gone through the Bible, looking at men and women of God that were seeking God, and they found God. So it is important to seek. Now, we're asking ourselves, ways on how to seek the Lord. We want to explain to the viewers on ways on how they can seek the Lord. There's somebody saying, yes, I want to seek the Lord, but how will I do it? Maybe we start with the Reverend Njoroge. You can explain it to the viewers on the ways on how to seek the Lord. Nashukuru kwa muda huo. Amen. Ndakwenda kuingia kwa hiyo point umeuliza, nitaje kidogo tu. Mambo ya kutafuta Mungu kwanza inaweza kuingia kwa mtu ambaye ameitwa, ambaye anajua ameitwa kwa huduma. Sasa huyu ni Musa. Tumeona anatafuta Mungu. Na pia in our personal lives. Unaona Hana wakati aliweza kuangalia maisha yake akaona hana mazao. Na akaona vile amefinyiliwa na amekosa uwezo wa kupanuka yeye mwenyewe personally. Akaamua kufuata mume wake, wakaenda pale madhabahuni, na kila mwaka Hana alikuwa anakwea mahali pale na mumewe kutafuta Mungu. Na Mungu alimkumbuka. Akampatia mwana. Pia tunaweza tafuta Mungu kama wale ambao ni viongozi. Kama sasa tuna viongozi, tuna president and the rest. Tunaweza kuona mtu kama David, yes. Ukiangalia David alikuwa anatafuta Mungu sana. Nilikuwa nasoma kitabu ya 2 Samuel, nikaona ya kwamba kuna mahali David mpaka alikosea Mungu. Na mara nyingi wakati viongozi, kama ni mume wa nyumba ama kiongozi, mtu aliye katika authority, wakati anakosea Mungu saa zingine analeta hasira yake kwa watu. Na unapata ya kwamba kukawa na janga kubwa. Mungu akatumania David akamwambia chagua mambo matatu. Na David alitafuta Mungu kwa sababu ya watu. Nilikuwa nasoma, alikuwa anaambia Mungu
badala ya kuumiza hawa watu na mimi nimekosea, afadhali nipige mimi. Akatafuta Mungu mpaka Mungu akatulia. Alikuwa anatafuta Mungu kwa rehema zake. Lazima ujue unatafuta Mungu kwa capacity gani. Sasa zingine tunamtafuta atusamehe, tunamtafuta atuponye, tunamtafuta atuinue na afungue milango. Njia ambazo tunazitumia kutafuta Mungu. Wakati ulisoma hiyo verse Jeremiah 29 kuanzia 11 mpaka 13. 13 ilituambia kwamba tutampata Mungu wakati tutamtafuta kwa mioyo yetu yote. Mahali pa kwanza pa kutafuta Mungu ni kwa moyo wako. Njia ya kwanza ya kutafuta Mungu ni kwa moyo wako. Unajua moyo wa mwanadamu ndio huomba. Moyo wa mwanadamu ndio una communicate na Mungu, maana Mungu ni roho na anaangalia roho zetu. Sasa kama haitaanza kwa moyo wako, hata hauwezi kumpata Mungu. Soma hata Isaiah 65 verse 24 inasema hata kabla hamjaomba Mungu huwa amesikia. Hii inamaanisha ya kwamba moyo ndio unaanza kutafuta Mungu. So tunatafuta kwa mioyo yetu. Tunaanzia kwa moyo. Ukiangalia Hana, kuna mahali alifika, ukisoma 1 Samuel chapter 1 verse 10, utaona ya kwamba kuna mahali Hana alifika akawa mpaka sauti haitoki. Ni midomo tu inafanya hivi, lips inafanya tu hivi, lakini hakuna kilio, maana anamtafuta Mungu kwa moyo. Tukipenda tuulize watazamaji wetu ya kwamba kile unataka Mungu afanye imeanza kwa moyo. Kutafuta Mungu inaanza kwa moyo. It start from the heart. Njia ya kwanza ni kwa moyo. Kuna wakati nilisukumwa sana. By the way, niruhusu niseme hivi. Hakuna mtu alitafuta Mungu akawa mambo yake ni sawa. Mara nyingi tunatafuta Mungu wakati mambo yetu si sawa. Good. Wakati umesukumwa, umefika mwisho na unajua kwamba kwa uwezo wako hawezi. Hapo ndipo mwanadamu anaamua kutafuta Mungu. Waangalie wote katika Biblia. Ni kweli. Walitafuta Mungu wakati walijua hawawezi. Na Mungu alipoona kabisa wamejua hawawezi, wanamtafuta, alipatikana kwao. So njia ya kwanza ni kwa moyo. Njia ya pili ni kwa maombi. Maana umesoma verse 12 inasema ya kwamba na mtakuja mbele yangu na mtaniomba na nitawasikia. Kwa hivyo ni kwa njia ya maombi. Na ili tuweze kupata Mungu, sio maombi ya siku moja. Ni vizuri kuambia watazamaji, lazima tuwe na tabia, discipline ya maombi. Lifestyle. Tabia hiyo ndio lifestyle. Mpaka siku ile atakuja. Unaamua najua atakuja, na hiyo siku atakuja, kama David anasema kwenye Psalms 42 verse 1. Ati kama ayala aoneayo kiu maji, hivyo ndivyo moyo wangu unakuonea kiu. Natamani ni lini nitapatikana mbele zako, uso wako unioneke. Kwa hivyo lazima moyo wa mwanadamu uamue, si kuomba siku moja wala hata mwaka moja, ni kuendelea kuomba. Kwa hivyo nimetaja mawili. Sasa kuna kitu ambacho nimepata hapa, or there is something viewers, kuna vitu ambavyo Reverend ameelezea hapa na nimepata. Number 1, seeking the Lord start from your heart. Yes. Your heart must be correct. Lazima ianze kwa moyo wako. Because Mungu huwa anaangalia moyo sana. Hata wakati alituma Samuel kwa Jesse in the 1 Samuel 16 verse 7, alisema I don't look at how the men look. Man look at the out, but I look at the heart. Na umetaja Hana ilifika mahali mpaka alikuwa anaambia I was pouring my heart to God. Yes. So lazima ianze kwa moyo wako. It's very important. Sio tu kufungua kinywa na kuomba, ni lazima ianze kwa moyo wako. So you must guide your heart with everything. Na Solomon akiwa na wisdom yake akasema guide your heart with everything, because out of your heart flows the issues of life. Number 2, umetuambia lazima ni maombi. Na sio maombi ya dakika 3. It's not prayer for 1 day or 2 days. Ni lazima utafute Mungu mpaka apatikane. Kutafuta. Not 1 day, not 2 days. You have to have a lifestyle of praying. Wow, that's very powerful. Hiyo inaitwa fervency. Yes. Fervency in prayer, having fervency in prayer. Na according to what I've come to, the experience that I've had with God. Yes. Kuna maombi na kila mtu anaweza omba. Hata yule mtu ambaye anaomba the grace of our Lord Jesus Christ. Ukimwambia hajaomba, huyo mtu mtakosana naye. Kwa sababu hiyo pia ni maombi. Lakini tunapoongea mambo ya kutafuta uso wa Mungu, tunaongea mambo ya fervency in prayer. Fervency in prayer. Which basically means being consistency.
being consistent. Yes, being consistent. Mungu akiangalia prayer life yako anakuta ya kwamba you have a consistency in the way you are seeking God. Yes. Ukiangalia katika maandishi, wale watu ambao walipata majawabu katika maombi ni wale watu ambao walikuwa na fervency. Hata Hana alikuwa na fervency. Maandishi nasema alikuwa anaingia katika nyumba la Mungu year after year. Wow. Yes, alikuwa anaomba year after year. So he was consistent. Yes, she was very consistent. Look at the life of Christ. Ni nini ilifanya Yesu mpaka aweze kutembea juu ya maji? It was prayer. Maandishi nasema kwamba alikuwa na withdraw in the mountains and spend time in the presence of God the whole night. Akitoka pale akienda on the lake, hata anakuwa na ile anakuwa na ile the power to walk upon the waters. Kwa hivyo mimi ninajua kwamba fervency in prayer huwa it plays a key role in seeking the face of God. I was thinking about servants of God, God's generals, and I was thinking about a couple of them. One of them being a man of God by the name of Saint Patrick. Yeah, Saint Patrick ni mtu ambaye alifanya miujiza in the land of Ireland. Na alifanya more than 1,000 miracles kulingana na ile documented. Yeah, and wanatuambia katika scholarly zake ya kwamba hata alifufua wafu zaidi ya 30. Yes, this guy did that. Na at some point story yake inasemekana ya kwamba kuna wakati alifufua a prince and a princess. Yes, wa mfalme fulani in the land of Ireland. Na huyo mfalme akasema, ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu na utaweza kufufua huyu kijana yangu na huyo mtoto wangu msichana, nitafuata hii faith ambayo unatuhubiria. Na kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameamini Mungu, he was a God seeker, aliwafufua hao wawili. Immediately the king was stunned, his faith was stunned, akaanza kufuata Mungu ambaye Saint Patrick alikuwa anahubiri. Na the entire city watu wakaokoka pale. Lakini the power behind the miracles, the power behind the ministry of this man of God by the name of Saint Patrick was because of seeking God. He was seeking God fervently. So akawa na seal katika power ya Mungu, which was extraordinary. I love that. Yes. I love that man of God. Kuna vitu umeguza na zimenibariki moyo wangu. Yes. Number one, umesema about fervency. Yes. That is consistent in prayer. Yes. Most of the people wanaomba ndio, but they are not consistent. Yes. Unaomba leo, kesho yake uombi, unachoka. Unachoka. So you must be consistent. Kwa maana ukiangalia watu umetaja mambo na Hana, Yes. Hana alitafuta Mungu. Yes. Ukiangalia mtu kama Rachel, ukisoma that Genesis 30:22, the Bible says na Mungu akasikia, after alikuwa ameweka, Mungu akasikia maombi yake, akamkumbuka. And also God remembered Hannah. Yes. Na watu wengi ambao waliomba. Yes. So lazima kuwe na consistency. We also touch about the God's general. Yes. Kwamba behind the miracles, yes, behind the signs and wonders, yes, behind the blessings that will come. Yes. Kwa maana watu siku hizi wanataka tu kuona miujiza imetendeka na nini. Behind ni lazima kwamba kuna mtu alikuwa anatafuta Mungu. And he was seeking upon the name of God. That is powerful. Sijui kama kunaweza ongezea kitu hapo mtumishi wa Mungu. Naweza ongezea. Ningependa kuongea hata na watazamaji wetu ya kwamba sio vizuri kusikiliza neno la Mungu na kutokulileta katika maisha yetu practice. Maana wakati unaanza kupractice neno la Mungu, hapo ndio Mungu hupatikana. Kwa mfano, kama vile mtumishi wa Mungu Reverend Muturi amesema, hata Yesu alifundisha kwenye kitabu cha Luka 18 kuanzia verse 1. Akasema ya kwamba inabidi tuombe bila kukoma. Ukiangalia Apostle Paul katika Colossians chapter 4 verse 2 anasema dumuni sana. Unajua kudumu ni kukaa. Dumuni sana katika maombi. Na katika maisha yangu kuna wakati nilifinyiliwa sana. Unajua mambo mengine lazima ukiongea yanakuja tu. Sijui kwa nini saa zingine huduma zikianza zinakuwa na shida nyingi. Nilikuwa na shida nyingi. Pamoja na ile nilikuwa nimetaja eti kulienda hivyo. Tena nikakuja nikapata kwangu nyumbani mke wangu alipatiwa notice ya wiki 2. Na mimi kazi ni ambayo nilikuwa ninafanya nikatumaniwa niache. Nikawa na shida nyingi. Na hapo ndipo kanisa limeanza. Ninatoa sadaka shilingi 7. Mahali naishi na kule ninaenda ni mama. Hadi sadaka shilingi ngapi? 7. Ni 7. 7 shillings. Ni 7. Amesema 7 shillings. Amesema 7. 2003. Na sasa hiyo niko na mtoto wangu wa kwanza ndiye mdogo. Sasa
kile mimi niliona ni nitafute Mungu na nianze kuomba. Na nikaamua ya kwamba nitakuwa ninaomba, ninaamka kila siku. Okay, hiyo maombi ya kudumu. Nisieleze sana ya kudumu. Nakaa, wacha tuongeze kitu kingine. Pamoja na kuomba, kufunga. Lazima tuwe na tabia ya kufunga. Kujinyima. Maana kuna mahali Yesu alisema kwenye Matthew 17 on verse 21, akasema ya kwamba mambo mengine, mapepo mengine hayaondoki ila kwa kufunga na kuomba. Adui wengine ili tuwashinde, milango mingine ili ifunguke, njia zingine ili zipatikane, yule adui amesimama pale, lazima tuongeze na maombi. Maana mambo mengine yanatupinga katika ulimwengu wa kiroho, kuna adui amesimama. Na ili tuweze kuondoa lazima tuweke maombi. Sasa wakati nilianza kuomba, nikaomba kwa muda mrefu tu. Siku moja nikaona kwa ndoto usiku. Nikaona kwa maono. Na hiyo ndoto ilikuwa fupi sana. Na ilikuwa very clear mpaka leo. Nikaona mtu ananiambia kwamba sasa hebu eleza kile ambacho unataka. Aliongea kwa lugha yake. Akasema sasa hebu sema ni nini hii huwa unataka. Na wakati niliamka asubuhi nikakumbuka hiyo ndoto. Nilianza kukumbuka hata katika Bible ili Solomon aombe hekima ni ndoto. Mungu alikuja kwa ndoto. Akamuuliza ungependa nini? Na mimi nikasema sasa inamaanisha ile maombi nimekuwa nikiomba imefika mahali sasa Mungu anataka nimwambie. Wakati unatafuta Mungu, kuna mahali huwa unasukuma Mungu mpaka Mungu anakwambia sasa niambie kile unataka. Kuna wakati tunaomba Mungu lakini kuna wakati hata yeye anatuuliza. Sasa niambieni mnataka nini? Mimi niliambia Mungu mambo matatu. Na leo nikubalishwe niseme mbili. Ya kwanza, mtoto wangu alikuwa anagonjeka sana. Leo ni kijana mkubwa. Alikuwa anagonjeka, anatoka malaria, anaingia limuni, anaingia homa, magonjwa ya na sina pesa. Sasa nilikuwa mtu ambaye ako na shida, baka anachukuliwa na nyanya yake aende atibiwe. Nasikia nikiwa mwanaume ameshindwa sana. It's true. Sasa kitu ya kwanza ambayo niambia Mungu, Mungu uponye mtoto huyu permanent. Hiyo ndio maombi yangu kwanza. Maombi ya pili nikaambia Mungu na ukumbuke huduma yangu. Hiyo ya tatu nisiseme leo. Wacha niseme ya kwamba kumtafuta Mungu ni kufululiza. Naweka maombi ya kufunga consistency. Niseme moja? Nyingine ambao tunatumia kutafuta Mungu ni kwa kutoa. Giving, yeah. Kutoa. So ulisema kwanza inaanza kutoka kwa heart, kwa moyo, inakuja kwa moyo. Consistency. Yeah, we talked about consistency. Fervency. We talked about fervency. Maombi ya kudumu. And then umesema giving. Unaweza elezea tu kidogo kwa dakika moja? Nitaelezea kidogo. Ukiangalia kama mahali nilikuwa nimetaja wakati Daudi alikosea Mungu. Na Mungu akaanza kupiga taifa la Israeli. Wakati Daudi alianza kuuliza Mungu, kwa nini unapiga watu hawa na mimi ndio nimekosea? Yule Gadi ambaye alikuwa ameleta ujumbe alirejea kwake. Akamwambia sasa enda utolee Mungu dhabihu. Tolee Mungu dhabihu, umtafute kwa dhabihu na Mungu ataona huruma ya watu wake. Hapo ndipo tunaona Daudi alienda kwa Arauna, akanunua ile shamba na akatoa dhabihu pale, akamsihi Mungu. Watu wengi hawajui siri ya kutoa dhabihu. Ya kutoa mali yetu mbele za Bwana, tumtafute kwa mali zetu. Unajua Mungu wetu anaitwa Mungu wa Ibrahimu. Na mara nyingi wakati Mungu alionekana kwa Ibrahimu, for example Genesis 15, utaona ya kwamba wakati Mungu alikuja kwa Ibrahimu alikuwa na shida. Alikuwa anambia Mungu, nimekosa mtoto, nimekosa uzao. Mungu akamwambia hapana, mtoto atatoka katika miguu yako na hautalidiwa na huyo. Mungu akaambia Ibrahimu, hebu nichukulie kitu fulani na fulani na fulani. Maana Mungu mwenyewe anajua kwamba ili apatikane kwa mwanadamu lazima kutolewe dhabihu. Lazima tufundishe watu ya kwamba pia mali yetu tunamtafuta Mungu kwayo. Wow. Reverend, najua sasa umefungua macho ya wengi kwamba
sio tu kwenda kuomba. So number one ulisema inaanza kwa roho. Lazima uanze kwa roho yako. Your heart has to be clean. Then you go before the Lord in prayers. Na sio tu maombi ya siku moja. Reverend kondombia hii ni fervency prayer. That is ukue maombi ya continuous. Yani uishi inaitwa lifestyle of prayer. Unaona? Pia umetaja kitu kingine hapo. Sio tu lifestyle of prayer, like you must be a giver. You must be a giver, yes. Unaona? You must be a giver. So kumaanisha kwamba tu sio kuomba, pengine kunaomba kitu fulani, ndio utaomba, but apart from fasting, pia umeongoza mambo ya kujifunga. Apart from fasting and pray, ni lazima uende na kitu mbele za Bwana. So you add something there. Yeah. Na ningependa niongeze vitu mbili kama utanikubali. Yes. Na katika njia za kutafuta uso wa Mungu kuna kitu inaitwa humility. Yes, having a humble heart and also submission. Humility and submission zinakaa ni kama zinakaribiana, but these are two different things. Humility means to reduce power. Ya kwamba wewe uko na power lakini you reduce yourself. Oh yes. Yes. And then submission inamaanisha yielding yourself to another. Na nilipokuwa nafikiria mambo ya kutafuta uso wa Mungu, nikakuja kugundua ya kwamba humility pia ina play a very big role katika kutafuta uso wa Mungu. Na submission at the same time. Kuna bishop ambaye alikuwa anapeana story yake kidogo mahali na akawa anasema ya kwamba alipoteza pesa mingi sana. He came from the United States of America. He used to live there, akakuja Kenya. Alipokuja Kenya akaanza biashara fulani alianza. And then as soon as he began the business, because he's a preacher but also a business person, alipoteza more than 66 million za Kenya. Wow. Yes, that's 66 million. 66 million. But because he was submitted under someone else, ambaye ni bishop wake, akaenda akaongea na yeye akamwambia. Huyo bishop akaongea mambo mingi, alimwambia kneel here. Yes, akamwekelea mkono. Akamwambia it is well. Immediately alipotoka hapo akaenda, God restored his. Mungu akamrejesha. And then akaanza kutengeneza, kufanya biashara, akapata ile pesa ambayo alikuwa amepoteza, and hata akafikisha level zingine za pesa mingi sana katika hiyo biashara alikuwa anafanya. So mimi nilipokuwa nafikiria hii seeking God, nikakuja kufikiria kumbe kuna vile Mungu pia huwa anaangalia, kuna protocols za Mungu. Yes, as much as kuna mambo ambayo ni spiritual ambayo tunafaa kufanya, pia kuna vitu zingine ambazo Mungu anaangalia physical. Kwa mfano hiyo submission tumesema kuwa humble, you humbling yourself to another. It's true. Do you know your prayers can be hindered simply because you are not humble? It's true. You can be hindered just because you are not humble. Hata Hana aliongeleshwa na nani? Ni Elkanah. Yes, Eli. Because she was also submitted there. Akamwambia wewe enda, maombi yako imefanya namna gani? Imejibiwa. Kwa hivyo nikakuja kuona ya kwamba submission is very important. Kuna vitu zingine Mungu si ati ya kwamba Mungu anakosa kutujibu, lakini pia anaangalia, ndio unaomba, lakini anaangalia you are not submitted. So you are not submitted. The fact that you are not submitted, then there is hindrance of prayer. Yes, true. Unaona sasa? Kwa mfano kama sasa hivi serikali imesema namna gani? Imesema watu wahakikisha kwamba wameoga mikono, wahakikisha wamekeep distance, wameambiwa hata kanisa zimefungwa for now na kwingineko, si ndio? Kwa sababu ile virus ambayo inafanya ile magonjwa na stuff like that. Lakini saa hizi unakuta kwamba kuna watu ambao they are disobeying the government. Unaona sasa? So na Biblia inasema in the book of Romans chapter 13 ya kwamba authority inatoka juu mbinguni. Kwa hivyo the fact that ndio unaomba lakini unakosa kutii serikali, hiyo it's an hindrance. So Mungu hawezi kukusikiza kwa sababu namna gani? Haumsikilizi Mungu. Kwa hivyo mimi nimekuja kuona ya kwamba humility and submission is very important. Na in the book of 1 Peter chapter 5 verses 5 inatuelezea zaidi. Nitasoma tu the first line. In the same way you who are younger, submit yourself to your elders. All of you clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. To the humble. Kwa hivyo
Mungu anakataana na wale watu ambao mioyo yao imejinua. Unaweza kuwa ndio unaomba, unaenda katoloni, unafanya maombi, unafanya kila kitu, lakini kwa sababu moyo wako umejinua, Mungu anasema sitajibu maombi yako. Kwa hivyo humility and submission is very very important. Wow. But also the other point ambayo ningependa pia kusema ni kuhusu kumkubalisha Roho Mtakatifu awe adumu ndani yetu. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Ngoja kwanza tufanye recap kidogo ndio the viewers wasipotee. Yes. Tulianza Reverend Njoroge alituanzia kwamba maombi, seeking the Lord start from the heart. Yes. Inaguza moyo wako. Then unaomba na kufunga. Yes. That is prayer and fasting. After prayer and fasting, we talked about consistency. Sio siku moja tu, ni kitu tunafanya every day. Inakuwa like is your lifestyle. Yes. Unaona? Apart from that, Reverend uliongea kuhusu tu sio tu kuomba tu na kufunga, ni lazima you go before the Lord with a sacrifice. With a sacrifice. That was very powerful. Yes. So wasikilizaji usikie tu sio kuomba tu na kufunga, go before the Lord, go to the altar with a sacrifice. Na kupatiana examples za mtu kama Daudi, mtu kama Solomon. Man of God, you have talked about humility. Yes. Yeah. Wakati unatafuta Mungu ni lazima ukuwe na moyo wa kunyenyekea. Oh yes. Humility and submission. Oh yes. Nao sasa ulikuwa unagusia ingine. Sasa endelea sasa. Na hii ingine ni juu ya Roho Mtakatifu. Ya kukubali Roho Mtakatifu adumu ndani yetu na utajiri mkubwa. Inaitwa richly dwelling in us. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya maombi. Anatusaidia katika kutafuta uso wa Mungu. The men of God ambao tunajua katika Biblia, especially in the book of Acts, ile kitu ilifanya waweze kuwa na breakthrough katika huduma zao ni kwa sababu walikuwa wamekubalisha Roho Mtakatifu awe ndani yao. Hata ministry ya Yesu by the way ilianza kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alimjaza Yesu Kristo, alafu he began his ministry. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba tunapoongea juu ya kutafuta Mungu, ni lazima tukubalishe Roho Mtakatifu aingie ndani yetu na atujaze, na katika ile itakuwa ni easy for us to be able to seek the face of God and to be where God wants us to be. Viewers, today we are talking about seeking the Lord. Najua this is a big topic. We might you're not able to finish it, but I know we are coming back. So, Reverend, tumeongea mambo mengi ambayo kutafuta uso wa Bwana. Ningetaka tu for 1 minute before tumalize our program today. For 1 minute uongee na our viewers. Uambie kitu kuhusu kutafuta Mungu. For 1 minute our viewers. Mtazamaji wetu, kuna mambo ambayo nilikuwa nimetaja tena. Kuishi dunia ya Mungu bila Mungu ni maisha mazito sana. Kuna neno Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana 15 mstari wa 4 na 5. Akasema kama vile tawi haliwezi peke yake, vivyo hivyo nanyi hamwezi bila kuwa nami. Hamwezi kuwa na mazao, hamwezi kuishi. So nataka niambie mtazamaji siku ya leo, hauwezi bila uwepo wa Mungu. Mahali Mungu angependa ufike, mazao ambao Mungu angependa uwe nayo. Na nitaje hivi na kumalizia hiyo dakika moja ya kwamba mahali tulikuwa tumetaja kwenye kitabu cha 2 Chronicles chapter 15 kuanzia 1 kuendelea, wakati mtu anaishi bila Mungu, kitu ya kwanza hana amani. Hata ulimwengu ukikaa bila Mungu hauna amani. Mtu akienda na akirudi hana amani, na kuna kuwa na mateso mengi. Ili tuweze kufaulu na kushinda, tunahitaji uwepo wa Mungu. Hata kama itaonekana kama ni gharama kutafuta Mungu, faida zake ni nyingi. Tumtafuteni Mungu. Good. Reverend, 1 minute. 1 minute mahali ambapo ulitusomea mchungaji ambapo palisema then you shall find me. Yes. Then you shall seek me and then you will find me. Niseme that is a very powerful verse. Na niseme katika maisha haya tunaishi, hakuna kitu ambayo ni ya muhimu sana kama kuwa na uhusiano na Mungu wako. Yes. It is called divine relationship. Yes. Above everything, we need to develop a relationship with God. Yes. Na hiyo ndio unaona ya kwamba watumishi wote wa Mungu ambao walitafuta uso wa Mungu, they had developed first a relationship with God. Walikuwa wanatembea na Mungu. Genesis chapter 5 verses 24 inasema ya kwamba and Enoch walked with God and he was normal. That word walk means habit. Not just walking like kutembea tu physically, lakini it's a habit. Could develop a habit
in a relationship. Unajua tunasemaga kwamba na kinyumbani musherana mukudwa koduka gataki. Hiyo ni kumaanisha kwa wale ambao maybe hawaelewi hiyo lugha ya kwamba utakuwa kama yule mtu ambaye unatembea naye. Ukikaanisha na mke kama mke wangu, watu wanasemaga tunafanana naye. Tumekaa naye for the last 14 years kwa sababu tumetembea pamoja naye. Ukitembea pamoja na Mungu utafanana kama Mungu. Wow. Yes sir. God bless you. Wow, viewers, mambo ni mengi na hii topic ni kubwa sana. Na ni topic ambayo inaweza saidia mwili wa Kristo sana, especially wewe ambao unatusikiza, inaweza kukusaidia kutafuta uso wa Mungu. Now, I believe we will come back again tumalizie on this topic kwa maana kuna mambo mengi ambayo hatujaguzia. Yes. But before tuondoke, this is Look Up TV na you can write to us. Write to us, kuna namba ambazo zinapita hapo, tupigie simu, tuambie that you want us to talk this and that. Write to us, talk to us, and I know God will bless you. Kuna watu wengi ambao wanajua mnatuangalia kutoka kwa mahali kwingine, even outside the country. May God bless you. Lakini kabla tuondoka kwa dakika moja, ningetaka tushikane mikono. We understand the times that we are in our country. Yes. Na ningetaka tuombe. Ningetaka our dad here, Reverend, tuombe tu kwa dakika tu moja, tuombee nchi yetu. Tutashikana mikono kama watumishi wa Mungu. Ni vibaya tutoke hapa bila kuombea nchi yetu. Tuombee viongozi wetu na mambo yote, na hata wale ambao ni wagonjwa, na tuombe kwamba hii kitu itafika mkono. Najua Bwana atatubariki. Baba Mwenyezi Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Yes. Neno lako linasema ya kwamba wawili ama watatu wakikubaliana kwa lolote waombe utasikia. Leo tunakubaliana kuomba kwa sababu ya nchi yetu. Asanti Bwana kwa sababu ya nchi ya Kenya. Neno lako linasema ya kwamba macho yako yanakimbia huku na huku. Ukimwangalia mtu ambaye anakuandama kwa moyo wake ili udhibitishe ya kwamba una uwezo wa kumsaidia. Tutazame hapa Bwana, tumeinua mioyo yetu kwako, maana msaada wetu unatoka kwako. Tunataka kutubu kwa sababu ya nchi ya Kenya, dhambi za kanisa, dhambi za viongozi na wenyeji wote wa taifa la Kenya. Mungu utuhurumie. Na tunaomba ya kwamba utukumbuke Jehova. Tunaomba kwa sababu ya ugonjwa ambao tayari umeshaingia katika nchi yetu. Tunajua unaitwa Jehova Rafa, Mungu aponyaye. Na ulituma neno lako ili tuweze kupona. Kumbuka wale ambao ni magonjwa Bwana ukawaponye. Tunaamini yote inawezekana kwako. Yes, tena neno lako linasema ya kwamba wewe ni mlinzi. Ukawalinde ambao hawajagonjeka Bwana, ya kwamba hawasigonjeke katika jina la Yesu. Tunaombea serikali yetu kuanzia kwa president wetu Uhuru Kenyatta. Bwana ukampatie hekima na nguvu kuongoza taifa wakati kama huu. Yes, tunaombea ministry zote na hasa ministry ya health ya kwamba Mungu kumbuke CS ukamsaidie. Tunaombea madaktari na nurses na medical practitioners wote wanapofanya hii kazi, Mungu kuwa pamoja na wao. Yes, wape hekima na zaidi wakinge na uwalinde. Tunaomba amani katika taifa la Kenya. Yes, wakati huu, wakati watoto wako nyumbani Baba, tunaomba ya kwamba kutakuwa na amani katika nchi ya Kenya. Jamii zikasimame katika jina la Yesu. Yes, tunaombea kanisa na mwili wa Kristo ukatuinue kusimama katika sehemu zetu, maana umeahidi ya kwamba tukikutafuta utaponya mpaka nchi. Kumbuka hata dunia yote tunaiweka kwako Bwana, ukaponye dunia yetu. Yes, unaweza kufanya zaidi ya vile tunavyoomba, zaidi ya vile hata tunavyofikiria. Tunaamini umetenda. Na ubariki TV hii Bwana, na ukazidi kuinua. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. May God bless you. Till we meet again on Tuesday. God bless you. This is Pastor Martin.